Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama hicho kilichofanyika leo visiwani Zanzibar. Watu zaidi ya 180,000 katika nchi ya Sudan Kusini wameyakimbia makazi yao kaunti 4 za mkoa wa Jonglei baada ya kuzuka kwa mapigano mapya. Na katika michezo, serikali yaahidi kuunga mkono sekta ya michezo nchini, ikiwemo uwekezaji katika kuibua vipaji vipya kwa vijana, ikiwa ndiyo msingi wa michezo yote. Naam, kutoka jijini Dar es Salaam, hii ni Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, na sasa umetimwa sawa kukuletea taarifa yetu habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Hamisi Mkote, rubani wako, na kualika tusafiri pamoja katika mwendo wa takriban saa moja ya habari za kitaifa, kimataifa, na mwisho tutahitimisha habari yetu kwa habari za michezo na burudani. Kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Tito Makombe akiendelea kukuhabarisha namna hiyo. Na tukianzia kule visiwani Zanzibar, tunaelezwa ya kwamba kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kilichoketi leo chini ya wenyekiti wake Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kimemteua Dr. Lazaro Komba, mgombea wa nafasi ya ubunge wa jimbo la Peramiho mkoani Ruvuma kwa tiketi ya CCM. Dr. Komba anatarajiwa kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mdogo wa jimbo hilo ambalo liko wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Jenista Mhagama aliyefariki dunia Desemba 25 mwaka jana. Pamoja na uteuzi wa Dr. Komba, kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi imepitia, imejadili na kisha kufanya uteuzi wa wagombea wa uongozi wa CCM wanaotokana na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wataingia katika halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa wanaotokana na bunge kutoka upande wa Tanzania bara ni kama ifuatavyo, ambapo nafasi 2 aliyeteuliwa ni Paul Christian Makonda na Livingstone Lusinde. Kwa upande wa wanawake ni nafasi 1 ni Asia Abdul Karim Halamga. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa wanaotokana na bunge kutoka upande wa Zanzibar nafasi 2, ambao kwa upande wa wanaume ni Hamisi Musa Omar na mwanamke ni Tauhida Kasian Galos. Katibu wa wabunge wote wa CCM nafasi 1 Agnes Elias Hokororo. Wenye viti wa bunge nafasi 3 ambao ni Najima Murtaza Giga, Deodatus Philip Mwanyika na Cecilia Daniel Pareso. Aidha, kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM taifa imefanya uteuzi wa wagombea wa uongozi wa CCM wanaotokana na baraza la wawakilishi kama ifuatavyo, ambapo kwa wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa wanaotokana na baraza la wawakilishi nafasi 3 ambao ni kwa upande wa wanaume nafasi 2 ni Saidi Ali Juma na Hamza Hassan Juma. Kwa upande wa wanawake ni nafasi 1 ambao ni Leila Mohamed Musa. Wawakilishi wa CCM watakaoingia bungeni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nafasi 4, ambapo nafasi 3 ni wanaume ambao ni Bakari Hamadi Bakari, Dr. Shahame Ali na Simai Mohamed Said, ambapo kwa upande wa wanawake nafasi 1 ni Fatuma Ramadhani Mandoba. Katibu wa wawakilishi wote wa CCM nafasi 1 aliyeteuliwa ni Machano Othman Said. Wenye viti wa baraza la wawakilishi nafasi 2 ambao ni Mahmud Omar Hamad na Hudhaima Mbaraka Tahir. Na mtazamaji, tunaendelea na taarifa ya habari na sasa tunaelekea kule kanda ya Ziwa mkoani Mwanza tukaiangalia habari hii. Serikali imewataka wasimamizi wa shamba la uzalishaji mifugo Mabuki wilayani Misungwi mkoani Mwanza kuzingatia chanjo ya mifugo ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko yanayoweza kuathiri wanyama na kusababisha hazina hiyo muhimu ya taifa kutoweka. Shamba hilo lina mifugo zaidi ya 2.2 wakiwemo ng'ombe bora, nyati maji pamoja na mbuzi. Mwanahabari wetu Henry Kavirondo anaripoti zaidi kutoka huko kanda ya Ziwa. Ni kauli ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali baada ya kuwasili katika shamba la uzalishaji mifugo Mabuki kukagua maendeleo ya shamba hilo ambalo ni hazina ya taifa ya upatikanaji wa mifugo yenye ubora kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi ya wananchi na taifa.
Waziri huyo ametoa angalizo hilo baada ya kupokea taarifa kutoka kwa meneja wa shamba hilo Lini Mwala kuhusu vifo vilivyotokea ndani ya mwaka mmoja vya ng'ombe 300 kutokana na uvamizi wa magonjwa mapya ambayo hayakuwepo kabisa yanayotajwa kuathiri afya za wanyama. Kuna wadudu wa tetanus wanazaliwa ambao sasa mnyama anakuwa anawala kupitia malisho. Vifo 300 kwa mwaka mzima ni kiwango kikubwa sana kutokea ndani ya shamba la serikali. Hata tukitaka kufufua shamba hili la Mabuki ambao ndio mpango na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, itabidi tujipange kwanza kwa makosa ambayo tumesha yafanya ili tujipange kuyasahihisha. Akiwa katika shamba hilo pia akahimiza uwajibikaji ndani ya wizara hiyo. Yeyote ambaye yuko wizarani makao makuu, utendaji wake utapimwa pamoja na mambo mengine na uhusiano wake na taasisi ambazo ziko chini yake nje ya wizara. Tunachokiomba ni uboreshaji kuanzia miundombinu ya maji, mifugo yenyewe, lakini malisho kwa ujumla wake. Kwa sababu ukiacha tu malisho yanayotegemewa hapa, lakini malisho ni biashara kubwa. Kuliona eneo linazagaa kama halina kazi. Tunashauri serikali ijaribu kuliona shamba hili kuliongezea mifugo kwa wingi kwa ajili ya kuona kwamba tija lile. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusalie huko kanda ya Ziwa na safari hii tuelekee kule mkoani Geita ambapo tunaelezwa kwamba waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amemshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha shilingi bilioni 1.035 za ujenzi wa dharura wa barabara ya Kasamwa Gamashi yenye urefu wa kilomita 18 iliyoimarisha shughuli za kiuchumi kupitia sekta ya usafiri na usafirishaji kati ya wilaya Nyang'hwale na makao makuu ya mkoa wa Geita. Tupate taarifa kamili. Profesa Shemdoe amesema barabara hiyo ina umuhimu kiuchumi kwa wananchi wa Nyang'hwale na Geita ambao wanategemea shughuli za kilimo na ufugaji. Hivyo, uzalishaji unaofanyika Nyang'hwale ulikuwa hauwezi kufika makao makuu ya mkoa kutokana na changamoto iliyokuwepo ya ubovu wa miundombinu ya barabara ya Kasamwa hadi Gamashi. Nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kuona umuhimu wa kuwaona wananchi hawa wa Nyang'hwale na Geita kwamba wapate hii connection ya barabara hii hapa. Na kwanza umuhimu wa barabara hii imeonekana kwamba ni kwenye masuala ya uchumi. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha ujenzi wa barabara hiyo ambayo itaondoa changamoto ya mawasiliano kati ya wilaya yake na makao makuu ya mkoa. Sisi tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona atuwezeshe kupata mradi huu, kwa sababu ni mradi ambao pia utatupunguzia umbali wa kimawasiliano wilaya ya Nyang'hwale kuja mkoa wa Geita kwa maana ya makao makuu ya mkoa. Mradi unatembelea leo ni ujenzi wa dharura wa barabara ya Kasamwa Gamashi kilomita 18, mkataba namba 26 wenye thamani ya shilingi bilioni 1 na shilingi 35,047,200. Kazi ilianza tarehe 25 mwezi wa 8 2025 na tarajiwa kukamilika tarehe 27 mwezi wa 2 2026 na hadi sasa utekelezaji ni 82%. Mtazamaji, tutoke kanda ya Ziwa na sasa tusafiri tuelekee katikati ya nchi kule mkoani Dodoma tukaiangalie habari hii. Waziri wa Maji Juma Aweso amemwelekeza katibu mkuu wa wizara hiyo pamoja na mkurugenzi mkuu wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kufanya tathmini ya gharama za kufikisha huduma ya maji kwenye vijiji 1575 ambavyo havijafikiwa na huduma hiyo nchini ili kuiwezesha serikali kuvifikishia huduma hiyo kabla ya mwaka 2030. Mwanahabari wetu Amani Mbando anaripoti kutoka katikati ya nchi. Waziri Aweso ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akikabidhi vitendea kazi ambavyo ni pikipiki, seti za vifaa vya kupima ubora wa maji na seti za vifaa vinavyotumika katika uunganishaji na ukarabati wa mabomba ya maji ambavyo vitaimarisha zaidi utendaji wa RUWASA ngazi ya chini kupitia vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii CBUSOS. Liji upo, unafanya kazi nzuri, na katibu mkuu mpo, mkajifungie. Mtuletee tathmini vijiji hivi 1575 vinahitaji gharama gani? Miaka hii 5 tunataka vijiji vyote vipate huduma ya maji safi na salama.
Amewataka wataalamu wa ufundi walioajiriwa na serikali kwa ajili ya kusimamia vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii yani CBUSO kufanya kazi kwa kufuata taaluma zao ili miradi ya maji wanufaishe wananchi. Niwasihi sana watendaji wetu, kwa maana technician ambao mliokuwepo katika jumuiya hizi za watumiaji maji, timizeni na heshimisheni taaluma ambazo mlizokuwa nazo. Tumekuwa tunadili na DMs, lakini DMs wewe ndo mkono wake katika eneo, kashajenga mradi, amemaliza, amechukua zile key issues, mradi unatoa maji. Kwa nini wewe unakaa alafu huduma ya wananchi hawaipati? Kwa hiyo ni waombe DMs mwanze kuangalia hao technicians huko. Gharama ya vitendea kazi ambavyo vinajumuisha pikipiki 216, vifaa vya kupima ubora wa maji seti 86 na seti 128 ya vifaa vya matengenezo ni zaidi ya shilingi bilioni 1.2 ambapo vimenunuliwa na RUWASA na vitagawanywa katika mikoa 25 inayohudumiwa na wakala huo. Kwa sababu uendelevu wa maji ni maji kutoka kila siku. Kwa hiyo tunaamini vifaa vikienda kule wakivitumia vizuri wenzetu kwa jinsi tutakavyoelekeza, maji yataendelea kutoka na tutawapa maji ambayo ni safi na salama. Tunashukuru kwa sababu vitarahisisha kazi nyingi ambazo tulikuwa tunashindwa kufika kwa wakati, tunapata taarifa mabomba yanapasuka, tunashindwa kufika kutokana na changamoto ya usafiri. Vijiji 1575 ambavyo havijafikiwa na huduma ya maji ni sawa na 12.78% ya vijiji vyote nchini ambavyo ni 12318 ambapo serikali kupitia RUWASA inalenga hadi kufikia 2030 vinafikiwa na huduma hiyo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mtazamaji, tusalie huko jijini Dodoma na sasa tuiangalie habari nyingine. Serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 10.5 kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanya biashara ndogo nchini, ikiwa ni sehemu ya mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika awamu ya 6 kipindi cha pili cha uongozi wake. Kutoka jijini Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba anaripoti zaidi. Akizungumza jijini Dodoma, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema kati ya fedha hizo jumla ya shilingi bilioni 1.35 tayari zimetolewa kwa wafanyabiashara ndogo huku zoezi la utoaji mikopo likiendelea nchi nzima. Na hii ni kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu na riba ya 7% kwa mwaka kwa wafanyabiashara ndogo ambapo tayari jumla ya shilingi bilioni 1,351,660 zimetolewa kwa wafanyabiashara 588 kupitia mfumo wa benki. Katika hatua nyingine, Waziri Gwajima amesema serikali imeimarisha madawati ya huduma za ustawi wa jamii kwenye vituo vya usafirishaji, hususan kwenye stendi ya mabasi na bandari ili kudhibiti usafirishaji haramu wa watoto, ambapo mpaka sasa watoto zaidi ya 2,000 wamepatiwa huduma. Serikali imeimarisha madawati ya huduma za ustawi wa jamii kwenye vituo vya usafirishaji, hususan kwenye stendi za mabasi na bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kudhibiti usafirishaji haramu wa watoto na makundi mengine, ambapo watu wazima 2479, wanawake 1233, wanaume nao wamo 1246 wamepatiwa huduma za ustawi wa jamii katika dawati husika. Mfumo ya wizara na taasisi za kisekta zinazotekeleza afua za malezi na makuzi ya mtoto wadogo ili kubaini ulinganifu katika utekelezaji wa afua za afya, elimu ya awali, lishe na ulinzi pamoja na usalama wa mtoto. Sekta zote zinatakiwa kutekelezwa kwa uwiano ulio sawa. Mafanikio hayo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizozitoa wakati wa kampeni zenye lengo la kuwawezesha wananchi kiuchumi, kulinda makundi maalum na kuimarisha ustawi wa jamii kwa maendeleo endelevu ya taifa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee tena kanda ya Ziwa kule mkoani Geita.
Wakazi wa kata ya Iponya wilayani Mbogwe mkoani Geita wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kufanikisha ujenzi wa daraja kubwa katika mto Buluhe, eneo ambalo walikuwa wakitumia mitumbwi kuvuka, hali ambayo ilisababisha baadhi yao kupoteza maisha na wengine kupoteza mazao yao kwa kusombwa na maji. Taarifa zaidi na Mrisho Sadiki kutoka kanda ya Ziwa. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya dharura ya ujenzi wa madaraja na njia ya maungio zinazojengwa kwa thamani ya zaidi ya bilioni 12, ikiwemo barabara ya Uendele Mlele eneo la Kanegere na Lubeho na barabara ya mkoa ya Kashelo, Masumbwe na Mwabomba. Akiwa kwenye kata Iponya katika ujenzi wa daraja linalounganisha mkoa wa Geita na Shinyanga, wakazi wa eneo hilo wameeleza simulizi za kutisha kabla ya uwepo wa daraja hilo. Watu walikufa sana hapa, na tunashukuru kwa sababu tumejengewa hii daraja, na tunaomba likamilike kwa sababu imefikia kipengele cha mwisho. Daraja hili ni kiunganishi kati ya Shinyanga pamoja na Geita. Sisi wana Geita tumekuwa tukitegemea sana barabara hii. Meneja wa TANROADS mkoa wa Geita amesema ujenzi wa daraja hilo umefikia 90%. Linajengwa kwa thamani ya bilioni 2.9 lenye midomo 15 na upana wa mita 4 kwa mita 3. Historia hapa inaonyesha kwamba wakati wa mafuriko wananchi walikuwa wanavuka hapa kwa kutumia mitumbwi. Sasa hii tatizo tumeenda kuliondoa na barabara hii inategemea kukamilika tarehe 31 mwezi Januari. Kwa mujibu wa mkataba, mkandarasi anatakiwa akabidhi kazi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Godfrey Kasekenya amesema kazi iliyofanyika Mbogwe imefanyika nchi nzima kutokana na mvua kubwa za El Nino zilizonyesha siku za nyuma na kuharibu kwa kiasi kikubwa miundombinu ya barabara na madaraja, na kwamba serikali imetumia zaidi ya bilioni 500 kukabiliana na uharibifu huo nchi nzima. Ni kuambia tu kwamba serikali hii iliamua kuhakikisha maeneo yote ambayo maji yanaua watu kwa sababu ya mafuriko, na hasa kwenye miundombinu ya barabara zinajengwa nchi nzima. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Na mtazamaji, tusalie huko kanda ya Ziwa na safari hii tuelekee kule mkoani Mara, ambapo mwanahabari wetu Musa Makali anaripoti ya kwamba baadhi ya wawekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wamesema changamoto kubwa ya ukosefu wa viwanda vya kuchakata chakula cha samaki inaongeza gharama kubwa katika uendeshaji wa eneo hilo, huku wakiomba uwepo wa viwanda hivyo kwa wingi nchini ili kurahisisha uwekezaji katika eneo hilo. Musa, karibu. Watanzania wameshauriwa kutumia changamoto zilizopo katika eneo la ufugaji wa samaki kuzibadili kuwa fursa, huku pia wakiaswa kusajili miradi yao katika mamlaka ya uwekezaji maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, hususan katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ili kunufaika na fursa zinazotolewa na mamlaka hiyo, ikiwepo unafuu wa kodi. Tupo katika kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji uwekezaji wa ndani. Wito huu unatolewa mjini Musoma na kaimu mkurugenzi uhamasishaji na uwekezaji kutoka TISEZA, George Mkono, wakati wa ziara ya maafisa wa mamlaka hiyo mkoani Mara, ziara inayolenga kuhamasisha Watanzania kutumia fursa zilizopo kwenye mamlaka hiyo ili kuimarisha uwekezaji mkoani hapa na nchi kwa ujumla. Kwanza wanapokea changamoto katika eneo hili. Kuna changamoto ya upatikanaji wa chakula, lakini si kwamba chakula hakipo. Changamoto ni gharama ya chakula kinachopatikana hivi sasa, kwa sababu chakula kile hakizalishwi katika maeneo yetu. Chakula tunaagiza Kenya, chakula tunamtumia mkandarasi. Kwa jitihada tulizonazo hapa, na sasa hivi na vizimba vya samaki vipo 25. Ambao tunatarajia kufikia mwaka 2028 vinatakiwa vifikie hata 100. Natie tu hamasa watu wote ambao pengine wana mipango baada ya kuanza biashara au wanataka kuanza sasa hivi. Mazingira yanaruhusu, mazingira ni mazuri na nchi yetu iko kwenye muda wa biashara sasa. Kufuatia kauli hiyo, kaimu mkurugenzi wa uhamasishaji na uwekezaji kutoka TISEZA George Mkono amesema changamoto zilizopo katika sekta hiyo ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni fursa ya uwekezaji, hivyo kutoa wito kwa Watanzania hususan vijana kutumia nafasi hiyo. Kwa hiyo ule unakuwa mitaji kupitia mamlaka ya uwekezaji tumewatengenezea dirisha maalumu kwa Watanzania ili kuweza kupata hii misamaha ya kodi na ambayo sio ya kikodi. Mwenyekiti wa bodi ya TISEZA Balozi Daktari Azizi Mlima amesema mamlaka hiyo inatarajia kuanzisha madawati maalum katika kila mkoa
kwa ajili ya kutoa taarifa ya elimu na Watanzania wengi waweze kutambua fursa za uwekezaji zilizopo katika mikoa husika. Na Watanzania tukichangamkia hizo fursa ni kwamba tutakuwa na manufaa makubwa sana ya kiuchumi na tutaweza kubadilisha uchumi wetu. Kundua pia madawati ya uwekezaji katika mikoa, katika ofisi ya mkuu wa mkoa na RAS kuweza kutambua fursa za uwekezaji zilizopo. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hebu sasa tuhame kutoka huko kanda ya Ziwa na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA imeanza kuchukua hatua za dharura kuboresha miundombinu ya maji ili kuongeza msukumo wa maji kufika maeneo ya miinuko ambayo hukosa maji kutokana na msukumo mdogo, ambapo tayari imeanza utekelezaji wa ujenzi wa booster katika eneo la Kimara itakayohudumia maeneo mbalimbali ya Kinyerezi jijini Dar es Salaam. Huyu hapa mwanahabari wetu. Mpango huo umeelezwa na meneja wa DAWASA kanda ya Kinyerezi, Mhandisi Anthony Budaga, baada ya kupokea kero ya upatikanaji wa maji kutoka kwa wakazi wa mitaa ya kata ya Kinyerezi wakati wa ziara ya pamoja iliyofanywa baina ya watendaji wa DAWASA na mbunge jimbo la Segerea kutembelea na kukagua miundombinu hiyo. Kwa namba tu tuangalie kwa hiyo njia changamoto ya maji ambayo maji tunaomba tupate au tupangie kama kwa ndani ya siku 2 atoka siku 2 kweli mfululizo, kama wiki mfululizo. Sisi wenye nyumba kama hizi zenye vyoo ndani kwetu ni tatizo. Kuoga kwetu shida, kufua shida. Kwa hiyo ndio moja mnaweza kugawana watu 3 naoga. Meneja wa DAWASA kanda ya Kinyerezi, Mhandisi Anthony Budaga, ameeleza kuwa utekelezaji wa mradi huo ni maagizo ya uongozi wa juu wa shirika hilo na kwamba unatarajiwa kukamilika ndani ya mwezi mmoja. Kana na eneo hili kuwa juu na maji wakati mwingine kushindwa kufika, DAWASA kupitia mkurugenzi wake mtendaji Mhandisi Mkama Bwire ameliona hili na ametoa maagizo kujengwa booster eneo la Kimara kwa Mastera. Tayari usanifu ushakamilika. Naye mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lambert amesisitiza kuendelea kushirikiana na DAWASA ili kuhakikisha maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani yanatimia. Uwezekano wa maji kupatikana kwenye mtaa wa Kanga na kwenye jimbo la Segerea inawezekana. Mimi kama mbunge wa jimbo la Segerea, kipaumbele changu namba 1 ni kuhakikisha mnapata maji safi na salama. Na uzuri nafahamu na inatambua maji yapo. Iomba serikali kupitia waziri wa maji, bajeti ya mwaka huu na mheshimiwa mbunge anakwenda bungeni, ningetamani kuona kunakuwa na ongezeko zaidi ya 50% ya bajeti ya mwaka uliopita. Jocelyn Zefania, Channel 10. Na mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kanda ya kaskazini, tutupie macho katika sekta ya maziwa. Zaidi ya wananchi 6,000 kutoka katika kata 4 za halmashauri ya wilaya ya Arusha wanatarajiwa kunufaika moja kwa moja na mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa unaolenga kuongeza upatikanaji na ubora wa maziwa, kuinua uchumi wa wafugaji pamoja na kuongeza ustawi wa lishe katika jamii. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi kutoka kanda ya kaskazini. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya Arusha wakati wa ufunguzi wa jukwaa la mageuzi ya tasnia ya maziwa lililofanyika katika halmashauri hiyo, Mwalimu Menadi Lupenza amesema mradi huo utasaidia kutoa elimu itakayowezesha kupunguza hasara kwa wasindikaji wa maziwa. Wadau wengine ambao wanaendelea kufuga ng'ombe na wanapata maziwa, pengine wanapata hasara hata ya maziwa kuharibika, lakini pengine kwa kutokujua source. Lakini kupitia mradi huu ninaamini kwamba utaenda kuhakikisha kwamba unatoa fursa za mafunzo kwa wakulima wetu au kwa wafugaji wetu, lakini na wale wasindikaji. Kwa upande wake, Joseph Kihaule, mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, ameeleza namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri sekta ya mifugo na upatikanaji wa maziwa, huku akisisitiza matumizi ya teknolojia kukabiliana na changamoto hizo. Ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi ambayo ndio ajenda ya dunia kwa leo, ndio hiyo tunazungumzia kupungua kwa uzalishaji kwenye sekta nyingi sana. Mojawapo hata sekta yetu ya mifugo au kwa upande wa maziwa uzalishaji umepungua. Kwa sababu gani? Moja, kwanza kuna tatizo la upatikanaji wa maji, malisho. Lakini kumeibuka magonjwa mengi sana kipindi hiki kuliko awali. Kwa hiyo haya yote yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Nao baadhi ya wazalishaji, wasindikaji na wachakataji wa maziwa
wanaotumia kauli mbiu isemayo maziwa dhahabu nyeupe wameeleza matarajio yao kwenye mradi huo, wakisema utawasaidia kuongeza uzalishaji na kipato. Sasa hivi kwa sababu ya kufuga holela bila utaalamu na kupata pia uwezeshwaji, ndio maana vijana wengi hawataki kufuga. Kupitia pia hili jukwaa tungeomba tutafutiwe masoko ya maziwa, kwa sababu unakuta sisi wafugaji tunateseka, tunauza maziwa kwa bei ya chini, tunanunua pumba kwa bei ghali, lakini maziwa tunakuta tunauza kwa bei ya chini. Hicho kitu kinawaumiza sana wafugaji. Tunapata sana changamoto ya ubora wa maziwa, tunakusanya maziwa ambayo hayana viwango kwa wafugaji. Hivyo inapelekea kampuni inapata hasara. Mradi huu wa mageuzi pia umeelekeza direct kwamba unaweza ukatusaidia kuboresha sehemu korofi za barabara ili ukusanyaji wa maziwa uwe thabiti. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naam, vijana wametakiwa kuendelea kuwaheshimu wazazi na walezi wao, kwani kwa kufanya hivyo kutasaidia kuleta taifa lenye nguvu na maadili na kuchochea usawi wa vijana na kuwa na taifa lenye amani. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Ninafungua rasmi mwaka huu wa Anza na Bwana katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Wito huo umetolewa na mchungaji Dastan Maboya kando na uzinduzi wa kongamano la Anza Mwaka na Bwana lenye kauli mbiu kuchimbua visima vilivyofunikwa, lililoratibiwa na kanisa la Mlima wa Moto jijini Dar es Salaam kuanzia Januari 25 hadi Februari mosi mwaka huu, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwasihi vijana kutambua na kuthamini wazazi wao. Ni ukweli uliopita, vijana wote wasipokuwa karibu na wazazi hawawezi kuzipata baraka. Kwa maana kuna mistari mingi kwenye misaafu ambayo inazungumzia heshimu uso mzee, ogopa kichwa chenye mvi. Lakini vile vile Mungu anasema heshimu baba yako na mama yako ili upate wingi wa siku na miaka uzima na amani. Vijana wengi leo unakuta kwamba maisha yanakuwa ni magumu, wanapambana na vitu vizito, wakati unaona vitu haviendi na baadaye wanaishia kwenda kwa waganga kienyeji kwa sababu wasielewe ngekewa iko kwa wazazi. Kwa upande wa mchungaji wa kanisa la Mlima wa Moto, mchungaji Rose Mgeta, amezungumzia lengo hasa la kongamano hilo, huku baadhi ya waumini wakieleza kufurahishwa na kongamano hilo litakalohudumu kwa siku 8. Anza Mwaka na Bwana ni kukabidhi mwaka mzima mbele za Mungu. Ndio maana tumeanza kuombea taifa letu kwa tuwe na amani kwa mwaka mzima huu, tuwe na amani na furaha na utulivu katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ni kweli kwamba maadili yamepotea, lakini kama sisi kama kanisa tunafanya juhudi zote kama watu waweze kuheshimu wazazi wao ambao wamewazaa kama siku waliohubiri, lakini pia tuweze kuwafundisha namna ya kukaa na wazazi wao kwa utulivu katika familia zetu. Sasa hivi tunaombea amani. Tunahitaji amani kwenye nchi yetu ya Tanzania. Wote tunakumbuka Oktoba 29 kilichotokea. Nchi yetu na kanisa letu hatutaki hili jambo litokee tena. Kwa hiyo sisi sote kwa pamoja makanisa ya Mlima wa Moto tunaomba amani. Tunawakaribisha watu wote waweze kuwepo katika siku hizi 8 za kongamano la Anza Mwaka na Bwana lenye theme ya kuchimbua visima. Kwa kufanya vile tutakuwa tumemheshimu Mungu na tumeanza vizuri, maana usipoenda na Mungu mambo hayawezi kufanikiwa. Eden Bahati, Channel 10. Haya, ukiona mambo yanaenda kombo usiende kwa mganga, ngekewa ipo kwa wazazi. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kanda ya magharibi kule mkoani Tabora. Baadhi ya wafanyabiashara na wananchi wanaopata huduma katika soko la Kachoma lililopo manispaa ya Tabora wamelalamikia hali ya ukosefu wa miundombinu yenye ubora na hivyo kusababisha soko hilo kuwa kwenye mazingira hatarishi ya kuibuka kwa magonjwa ya mlipuko, hususan wakati huu wa msimu wa mvua. Mwanahabari wetu anaripoti zaidi. Hii ndio hali halisi iliyopo kwa sasa katika soko la Kachoma lililopo katikati ya mji wa Tabora. Baadhi ya wafanyabiashara na wananchi ambao wamekuwa wakifika sokoni hapo kupata mahitaji mbalimbali wanasema hali hiyo kwa sasa ndani ya soko hilo imekuwa ni kero kubwa kwao, kwani inatishia usalama wa afya zao. Kwa sababu tumeshajaribu kuzungumza tu na wamiliki wa soko wenyewe wanaiona hali, lakini sasa unakuwa ndio mazingira yameendelea kubakia kama jinsi yalivyo. Tunalipa pesa manispaa, lakini mwisho wa siku soko ndio hili, inatumiza akili. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa jinsi watakavyoweza ili kutuletea ingalau mola ya kushindilia mahali hapa. Ramadhani Mlela ni kaimu mwenyekiti wa soko la Kachoma,
ambaye anakiri hali ya soko hilo kwa sasa si ya kuridhisha. Misingi ya kutoa maji taka haya bado halmashauri haijairekebisha. Kwa hiyo mvua zinaponyesha, kwa kweli tunakuwa tunapata adha kidogo. Ikitokea hapa magonjwa ya milipuko, sisi sote paka ambao wanafanya huduma ya kuja kuemea humu watabidi wakwame. Hata hivyo, katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya Tabora DCC, suala la uchafu katika maeneo mbalimbali ya manispaa Tabora ikiwemo hali ya soko la Kachoma ni miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa, ambapo mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela akaeleza jitihada zilizofanyika kukabiliana na hali hiyo. Taarifa zilizopo ni kwamba tayari wameshapata kampuni, kwa maana kuna moja ambayo imechukua tenda kukusanya kwenye kata 7 na kuna nyingine wameniambia imefika leo ambayo na wenyewe wameendelea na mazungumzo nayo. Kisa Mwepiana, Channel 10. Asante Kisa Mwipiana kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee nyanda za juu kusini kule mkoani Mbeya. Wakulima wa tumbaku zaidi ya 900 katika wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wameiomba serikali iingilie kati ili waweze kulipwa fedha zao za mauzo ya tumbaku kiasi cha shilingi bilioni 2.8 wanazodai kwenye kampuni 2 zilizonunua tumbaku zao tangu mwaka jana mwezi wa 7. Mwanahabari wetu Rozi Chapewa anaripoti zaidi kutoka nyanda za juu kusini. Vyama vya msingi 4 ambavyo ni Matimba, Magunga, Ifuma na Umoja ndivyo bado havijalipwa fedha za mauzo kutoka kwa kampuni ya Magefa na Jespan. Umefanyika mkutano mkuu wa mwaka wa chama kikuu cha ushirika wa tumbaku Chunya, yani CHUTIK, ndipo wakulima wakataka kujua sababu za wao kutolipwa fedha zao hadi sasa. Tunachokiomba sasa kupitia mkutano huu wa union, tuangalie wakulima wetu wanaendeshaje kilimo mpaka sasa. Sisi hatujaja kuuza tumbaku, tukopeshe, alafu akipata faida watuletee. Tunaongea kwa masikitiko makubwa sana. Sisi wakulima maisha yetu tunaendesha kwa msimu wa miezi 12. Kutokana na malalamiko haya ya wakulima, mwakilishi wa bodi ya tumbaku akasema haya: kisha wiki hii isiishe wiki hii, angalau vile vyama ambavyo ni vya Chunya vinavyodai zaidi ya $700,000 pamoja na ushuru waweze kulipwa. Mwenyekiti wa bodi ya CHUTIK naye akawa na haya: kwa kweli hapa mimi na nyuma Magefa yupo, juzi tulikuwa naye kwenye kikao cha halmashauri ya tumbaku. Jespan yupo, juzi nilikuwa Kigoma nilikutana na vyama kule. Kinachoenda kutokea kwenye masoko kama hizo fedha watakuwa wanalipwa, maana yake tujiandae kuipokea migogoro mingi kutoka kwenye hivi vyama vya wakulima kutorosha tumbaku. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Mtazamaji, tusalie huko kwa nyanda za juu kusini, ambapo taarifa nyingine inaeleza ya kwamba baadhi ya wakazi wa vijiji vya kata ya Utengule Usongwe, halmashauri ya wilaya ya Mbeya, waliokumbwa na changamoto ya mvua kubwa zilizosababisha upepo mkali na kuezua mabati ya nyumba zao na shule ya sekondari Utengule Usongwe, wamefutwa machozi na mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini, huku akiwataka kujenga tabia ya kupanda miti karibu na makazi yao. Mwanahabari wetu Epi Makusa Polinari anaripoti zaidi kutoka huko Mbeya. Rai hiyo imetolewa na mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali alipotembelea maeneo yaliyoathiriwa na mvua iliyoambatana na upepo mkali na kusababisha madhara kwa wananchi, ambapo ametoa zaidi ya shilingi milioni 3 ili kusaidia ukarabati katika maeneo yaliyokumbwa na majanga. Moja ya nyenzo muhimu sana kukabiliana na majanga ya aina hii, tujitahidi tupande miti. Mlioipanda hapa katikati ya shule, mngekuwa mmepanda pembezoni, maana yake nini? Yale majengo kule yako wazi mno. Haya, leo tunashukuru kwamba kuja kuona watoto hawa, kuja kuangalia maafa yaliyotokea hapa na kuangalia miundombinu ambayo leo umeshuhudia mwenyewe ambayo pia imeharibika. Kwa upande wao, wananchi walioathiriwa na mvua hizo wameeleza namna nyumba zao na miundombinu mingine ilivyoharibika na kuiomba serikali kuendelea kuwapatia msaada. Nilikuwa shambani nikasikia tu watu wanapiga simu kwamba nyumba huku imepigwa na upepo imezuka. Kuja kufika hapa kweli nikuta mabati yako yamesambaratika mwa watu. Nyumba imeshazuliwa na mvua. Huko naangaika kwamba jinsi nitakavyotoka huko ndani nashindwa, manake wote ukuta umezuia hapa. Ndio nikawa napiga kelele, jamani njoo mniokoe hapa. Kwa vizuri tu.
labda tu ni madhara ya vyakula, watu mawe yale yalipokuwa na bonda na upepo ulipokuwa unaizua nyumba, lakini ni mazao kama nyanya tunaziona jirani pale, naona maharage ya watu yameharibika. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mtazamaji, tungali tukisafiri na wewe katika maeneo mbalimbali tukiangazia matukio mbalimbali, na kwa taarifa hiyo ya Epimax Apolinari kutoka huko mkoani Mbeya inatupatia fursa sasa ya kuvuka mipaka ya nchi huko nako tukaangalia japo kwa uchache, na tukianzia pale Sudani Kusini. Tunaelezwa ya kwamba shirika la kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema zaidi ya watu 180,000 katika nchi ya Sudani Kusini wamekimbia makazi yao katika kaunti 4 za mkoa wa Jonglei kutokana na kuzuka kwa mapigano mapya. Mapigano makali yalitokea wiki iliyopita katika eneo hilo, huku vikosi vya upinzani vikichukua udhibiti, ingawa baadaye vilifurushwa na wanajeshi wa serikali. Mjumbe wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Bane Fako, katika taarifa yake amesema kinachoshuhudiwa Jonglei ni ongezeko la hatari ya usalama katika eneo hilo na sehemu nyingine za nchi. Hata hivyo, ameonya kuwa vitendo vinavyotokea katika mkoa huo vinaweza kuitumbukiza Sudani Kusini katika mzunguko mwingine wa hatari wa vurugu wakati amani iliyopo nchini humo ikiendelea kufifia. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wameitolea wito serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuingia katika awamu ya pili ya kusitisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Wito huo wametoa wakati wa mazungumzo na Netanyahu yaliyofanyika jana Jumamosi katika ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel, lakini haikutoa maelezo zaidi kuhusu majadiliano hayo. Hata hivyo, afisa wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutokutajwa jina amesema wajumbe hao wanafanya kazi karibu na Netanyahu kuhusu kuyapata mabaki ya mateka wa mwisho aliyesalia Gaza na hatua zinazofuata. Marekani inapambana kuhakikisha makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanasonga mbele, ingawa Netanyahu kwa upande wake anakabiliwa na shinikizo la kusubiri kwanza hadi wanamgambo wa Hamas watakaporejesha mwili wa mateka aliyesalia Gaza Ranville. Na mtazamaji, ni hayo tu usiku wa leo katika habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hamisi Mkotia, na kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Tito Makombe. Tupate mapumziko kidogo, tukirejea hapa Salma Shabani atakuja kutujuza yale yaliyojiri huko viwanjani. Mimi ni Hamisi Mkotia. Uhali gani mwanamichezo wetu popote pale ulipo, bila shaka hujambo na karibu katika wasaa huu wa habari za michezo na burudani. Mimi ni Sports Lady Salma Shabani. Tunaanzia huko mkoani Tanga. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mwinjuma amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza kiasi kikubwa katika kuunga mkono sekta ya michezo kwa ajili ya kukuza vipaji vya vijana wa Kitanzania. Raya Kipingu kutoka huko mkoani Tanga ana taarifa zaidi. Ametoa kauli hiyo mara baada ya kushiriki hafla ya kukabidhi gari kwa timu ya African Sports wanakimanumanu, ambapo akaunga mkono timu hiyo pamoja na Coastal Union kwa kuzipatia milioni 5 kwa kila timu. Kipindi hiki ambako tuna rais tunamuita mwanamichezo namba 1 kwa vitendo, na sisi hapa mkoani Tanga tuhakikisha tunaziunga mkono timu zetu ili zifaidike, zinufaike na yale ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya kwa michezo ya nchi hii. Ni ukabidhi cha shukrani cha Mheshimiwa Mwinjuma, mbunge, naibu waziri wa michezo, lakini kwa heshima yake kubwa ni sports imwanjalia na medali, atabashwa medali hapa. Akikabidhi gari hilo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla, ambaye ni mdhamini aliyewezesha timu hiyo kupata usafiri, ameeleza heshima ya mkoa kuzirudisha timu mbili zenye utani wa jadi katika ligi kuu ya Tanzania bara, huku mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akisisitiza halmashauri kushirikiana na idara ya ardhi kukamilisha utoaji hati kwenye eneo lililopatikana kwa ajili ya kujenga uwanja wa mpira, ikiwa ni ufadhili wa mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Chongoleani, Tanga, Tanzania. Klabu zetu hizi mbili za African Sports na Coastal Union lau zitafanya vema katika ligi kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
tunaweza kuwa kabisa ni wawakilishi wa vilabu vyote nchini kwenda kushiriki mashindano mbalimbali ya Afrika. Hati inatoka ili fedha hizi ziweze kutumika kama ambavyo nchi yetu ambayo nchi nyingine ambayo iko katika huu mradi ulivyoweza kunufaika. Programu zinazofanyika za wale vijana wa Tanga wanaokuja na kuondoka ni jambo ambalo tunatakiwa tulichukulie maanani. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Asante sana mwanamichezo Raya Kipingu. Timu ya JKU imeibuka bingwa wa ligi ya muungano ya mpira wa pete iliyokuwa ikiendelea kwenye kiwanja cha mchezo huo uliopo kwenye viunga vya dimba la Newa Amani Complex mjini Unguja. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanamichezo wetu. Mapema akizungumza kabla mchezo wa fainali kati ya KVZ na Uhamiaji, waziri wa muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema mashindano hayo yatasaidia kuimarisha muungano. Tumeungana miaka 62 leo, tumeshuhudia mafanikio mengi. Tumeshuhudia kama nilivyoeleza kuongezeka kwa mshikamano na upendo, lakini kubwa zaidi kuimarika kwa amani ya nchi yetu. Hivyo niendelee kutoa wito kwa vyama vyetu vya michezo, Chaneza na Chaneta, lakini hususan vyama vya michezo vingine kuiga nyayo za Chaneta na Chaneza ambapo wameonyesha kudumisha mashindano haya ya muungano kwa mafanikio makubwa. Aidha, waziri Masauni amepongeza serikali zote mbili kwa kuweka mazingira bora ya miundombinu ya michezo na kuongeza bajeti katika sekta hiyo. Wachezaji na wadau wa pande zote mbili za muungano, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa mafanikio makubwa waliofikisha nchi yetu katika kuimarisha michezo katika nchi hii. Zungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, mchezaji wa timu ya KVZ amesema amefurahia ubingwa huo, huku mchezaji wa timu ya Uhamiaji Tanzania amesema mashindano yalikuwa magumu na ya ushindani. Fahari sana kwa sababu nilimwahidi mkuu wa kikosi kwamba ili kombe tutalitetea na tumelitetea. Mashindano mazuri, mashindano yenye mtikisiko, nguvu. Watu wamejiandaa na watu walikuja dhahiri wanataka kufanya mashindano washinde. Mashindano hayo ya mpira wa pete ya muungano yalizishirikisha timu 11 kutoka bara na Zanzibar. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mbio za kimataifa Kili Marathon 2026 zinatarajiwa kufanyika kwenye viwanja vya Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi mkoani Kilimanjaro Machi 22 mwaka huu, ambapo nchi zaidi ya 60 zinatarajiwa kushiriki. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Eden Bahati. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Kilimanjaro KAAA Nelson Mrashani ameiomba serikali kuangalia namna ya kupanua barabara eneo mbio zinapoanzia kwa idadi ya washiriki huongezeka kila mwaka. Tunaomba upeleke ombi letu hili kwa serikali, kama wewe mgeni rasmi na wewe ni mtu wa michezo, sehemu ile inayoanzia mbio ili tuweze kupata washiriki wengi sana. Kuna wengi ambao wanakosa lakini kwa sababu ya ufinyu wa barabara, zile sehemu ambazo zinaanzia kwa mfano kama kilomita 21 tunaweza tukapanua barabara hata kilomita 1, lakini tukawapa fursa na wengine wale ambao wanakosa lakini sambamba na hiyo ni nafasi kubwa kwa waandaaji na wadhamini waweze kuongeza wakimbiaji ili tuweze kuwa na washiriki wengi. Akizindua mbio za 24 kwenye viwanja vya Sainero Hotel mjini Moshi, afisa michezo mkoa wa Kilimanjaro Anthony Ishumi akaeleza umuhimu na manufaa ya mbio hizo kitaifa. Ni mbio ambazo zimekuwa na manufaa makubwa kwetu, hasa katika kukuza utalii kwa kupitia michezo, yani sports tourism, na kukuza uchumi, hasa ikizingatiwa washiriki wanapokuja hapa Kilimanjaro kupanda mlima wetu wa Kilimanjaro, lakini pia utembelea vivutio mbalimbali vya utalii zikiwemo mbuga za wanyama za Serengeti, Ngorongoro. Naendelea kujivunia kuwa mdhamini rasmi wa mbio za kilomita 21 almaarufu Yas Half Marathon, ambazo kwa mwaka huu zitakuwa zinafanyika kwa mwaka wa 11 mfululizo. The prizes that we will be giving away as the official sponsors of the Kilimanjaro Premium Lager Marathon for the 42 kilometer race for both male and female categories. Eden Bahati, Channel 10 Michezo.
Asante sana mwanamichezo Eden Bahati. Serikali wilayani Kilindi mkoani Tanga imeanza mkakati wa kukuza mchezo wa mpira wa miguu baada ya kuibuka kwa idadi kubwa ya vijana walioonyesha vipaji vyao wakati wa mashindano ya mchezo huo yaliyofanyika kwenye kata ya Jaila wilayani humo. Kutoka Kilindi, Ernest Mbezi anaripoti. Ni ligi ya Mkulima Cup iliyokutanisha timu 16 zilizopo kwenye maeneo mbalimbali ya kata ya Jaila. Na hapa afisa mtendaji wa kata hiyo anatoa tathmini ya ligi hiyo tangu ilipoanza hadi leo inapotamatika na kueleza mpango wa serikali wa kuendeleza swala la michezo kwa vijana wilayani humo. Fainali hii imeisha salama salimini, haina vurugu yoyote, utulivu wa hali ya juu upo, wachezaji wamecheza kwa nidhamu kama walivyofundishwa na walimu wao. Mipango iliyopo ndani ya kata na wilaya kwa ujumla ni kukuza hivi vipaji ili viweze kuendelea kwa kuwawezesha vijana waweze kushiriki katika mazoezi ili kusudi waweze kujimarisha vizuri katika michezo. Baadhi ya wananchi walijitokeza kushuhudia mechi ya finali kati ya timu ya Kilimina Ng'ombe pamoja na 45 Pasopa FC iliyomalizika kwa mikwaju ya penalty na timu ya 45 kuibuka mshindi wa mashindano hayo. Wamesema kwa kweli hamasa ni kubwa sana katika kata ya Jaila, hasa vijana walijiandaa vizuri kwa mashindano haya ambayo leo yanafikia tamati. Wito kwa serikali labda ni kuanzisha vikundi vya vijana katika michezo mbalimbali, hususani serikali ya wilaya yetu. Uwanja naomba uangaliwe sana. Uwanja unafanywa njia, gari zinapita kipindi cha mvua, trekta zinapita, ng'ombe wanapitishwa hapa. Naomba uwanja waangalie ili vipaji vikue. Bila kuwa na uwanja mzuri kwenye pichi nzuri hatutakuwa na niu, hatutatoboa yani. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Mashindano ya mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake mkoa wa Singida yanatarajiwa kuanza kutimua vumbi katika uwanja wa michezo wa kumbukumbu ya Liti Januari 31 mwaka huu, na kwamba jumla ya timu 10 zimethibitisha kushiriki ligi hiyo. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Katibu wa chama cha mpira wa miguu wa wanawake mkoa wa Singida Nyakalanga Saziri amesema hayo alipokuwa akiongea na makocha wa timu zitakazoshiriki ligi ya mpira wa miguu wa wanawake mkoa wa Singida na kuyataja mambo makuu yaliyojadiliwa. Wale wageni, maana tuna maingizo mapya, hiyo tulikuwa tunawapa taratibu za ligi yetu. Lakini cha pili ilikuwa ni kwa ajili ya draw ili tuweze kupanga makundi. Ni tunategemea iwe uwanja wa Liti kama hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Nyakalanga hata hivyo akazitaja timu zilizothibitisha kushiriki ligi hiyo. Tuna Kipembe, tuna Moganga, tuna Kendai, tuna Mtamaa, lakini pia tuna Iramba Queen. Naam, twende sasa katika anga la kimataifa, mtazamaji wetu, ambapo msimulizi wetu ni Eden Bahati. Karibu tuzitazame habari za michezo medani za kimataifa, tukianza kuangazia mchezo wa tenis. Matumaini ya nyota nguli wa tenis duniani Novak Djokovic ya kutoa ubingwa wake wa 25 wa Grand Slam yameongezeka baada ya mpinzani wake Jakub Mensah alikuwa anapambana naye raundi ya 4 kujiondoa kwenye michuano ya Australian Open kutokana na jeraha la tumbo. Djokovic alipanga kukabiliana na Mcheki huyo mwenye umri wa miaka 20 wakati wa mchezo wao uliotarajiwa kupigwa Jumatatu huko Melbourne, lakini sasa atafuzu moja kwa moja hadi hatua robo finali. Djokovic atakabiliana na mshindi wa 5 Lorenzo Musetti wa Italia au Marekani anayeshika nafasi ya 9 Taylor Fritz katika hatua robo finali. Na sasa tuangazie katika soka. Timu ya Fulham imewasilisha dau la euro milioni 28 kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji wa PSV Eindhoven Ricardo Pepi mwenye umri wa miaka 23. Vyanzo mbalimbali vya habari vimeripoti kuwa ofa hiyo iko chini ya thamani ya klabu ya Uholanzi ya paundi milioni 30, lakini Fulham wana matumaini ya kukabiliana na dili hilo. Pepi amefunga mabao 8 katika mechi 15 za ligi kuu ya soka nchini Uholanzi msimu huu na kufunga mabao 3 katika mechi 5 za ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kikosi cha Marco Silva kiko sokoni kutafuta mshambuliaji, huku Rodrigo Muniz akiwa nje baada ya kufanywa upasuaji wa nyama za paja mwezi Novemba. Chaguo la kwanza la sasa ni Raul Jimenez mwenye umri wa miaka 34, kwani atakwenda kumalizana na timu yake mwishoni mwa msimu huu. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa.
Naam, asante sana mwanamichezo wetu Eden Bahati kwa kutupitisha katika anga la kimataifa. Na sasa basi tunafikia tamati katika habari za michezo na burudani kutoka hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Mimi ni Sports Lady Salma Shabani na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, na mara baada ya hapo atakuja hapa Hamisi Mkotia kwa ajili ya kukamilisha taarifa ya habari. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa kuwa makavu. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, mikoa ya Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Na mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu ndio unatukamilishia taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Nimshukuru Salma Shabani ambaye hivi punde ametoka kukuletea habari za michezo na burudani, na kwa kipekee kabisa ni kushukuru mtazamaji popote ulipo ukiendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Na kwa niaba ya Tito Makombe, mkalimani wa lugha alama usiku wa leo, mimi ni Hamisi Mkotia. Asante na kwaheri. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama hicho kilichofanyika leo visiwani Zanzibar. Watu zaidi ya 180,000 katika nchi ya Sudan Kusini wameyakimbia makazi yao kaunti 4 za mkoa wa Jonglei baada ya kuzuka kwa mapigano mapya. Na katika michezo, serikali yaahidi kuunga mkono sekta ya michezo nchini, ikiwemo uwekezaji katika kuibua vipaji vipya kwa vijana, ikiwa ndiyo msingi wa michezo yote.